Hapa duniani usiku huchukua saa 12. Kuna sayari ambako usiku huchukua miaka 42, giza totoro bila jua kuchomoza hata mara moja, kisha miaka mingine 42 ya mchana usioisha. Inaonekana kama hadithi ya kubuni, lakini sayari hiyo ipo na inaitwa Uranusi. Ni sayari ya 7 kutoka kwa jua, na kati ya sayari zote katika mfumo wetu wa jua, hii ndiyo sayari pekee inayozunguka ikiwa imelala kwa upande, kana kwamba kuna kitu kikubwa kiligonga zamani na kuiangusha. Na hakika wanasayansi wanaamini ndivyo ilivyotokea, na hii ndiyo moja tu ya siri zake, kwa sababu Uranusi ndiyo sayari yenye angahewa baridi zaidi kuwahi kupimwa katika mfumo wa jua. Sayari hii ni baridi kuliko Neptuni, ingawa Neptuni ipo mbali zaidi na jua. Kwa nini? Kwa nini sayari hii iliyo karibu zaidi na jua iwe baridi kuliko ile ya mbali? Na kwa nini imetembelewa mara moja pekee kwa saa chache tu katika historia ya binadamu? Karibu katika Afrika Imara, na leo tunasafiri kwenye sayari iliyosahauliwa zaidi katika mfumo wa jua. Tutachunguza ni kwa nini imelala kwa upande. Tutakutana na mwezi wenye jabali refu kuliko yote katika mfumo wa jua. Na mwisho wa safari hii tutajibu fumbo lililowasumbua wanasayansi kwa miongo minne, fumbo ambalo limefumbuliwa hivi karibuni tu. Uranusi ni sayari ya 7 kutoka kwa jua. Kwa wastani ipo umbali wa takriban kilomita bilioni 2.9 kutoka kwa jua. Huo ni umbali wa karibu mara 19 ya umbali wa dunia kutoka kwa jua. Kwa umbali huo, mwanga huchukua karibu masaa 2 na dakika 40 kufika huko. Mwaka mmoja wa Uranusi ni sawa na miaka 84 ya dunia. Yaani, kwa binadamu wengi maisha yao yote yangekuwa chini ya mwaka mmoja pekee wa Uranusi. Kinyume chake, siku yake ni fupi ya kushangaza. Uranusi hujizungusha kwa takriban saa 17 pekee. Kwa ukubwa ni sayari ya 3 kwa ukubwa katika mfumo wa jua kwa kipenyo. Kipenyo chake ni karibu mara 4 ya kipenyo cha dunia, na uzito wake ni karibu mara 14 ya uzito wa dunia. Kama Neptuni, Uranusi ni jitu la barafu. Haina uso mgumu wa kusimama. Angahewa lake ni hidrojeni, heliamu na metheni, huku ndani yake kukiwa na kiasi kikubwa cha maji, amonia na methane vilivyobanwa na shinikizo kubwa. Methane hufyonza mwanga mwekundu kutoka kwa jua na kuakisi mwanga wa buluu kijani. Hii ndiyo maana Uranusi ina rangi ya samawati hafifu, inafanana kwa karibu sana na ya Neptuni. Kuna kitu kingine kilichojificha ndani ya mayungu yake. Mwaka wa 2018 wanasayansi waligundua gesi ya hydrogen sulfide katika mayungu yake ya juu. Hii ndio gesi ile ile inayotoa harufu ya mayai yaliyooza. Kwa hiyo, kama ungeweza kunusa angahewa ya Uranusi, ungenusa harufu ya mayai mabovu. Kabla hujacheka, kumbuka jambo hili. Baridi ya sayari hii ingekuua kwa sekunde chache peke yake, kwa sababu joto la angahewa lake linaweza kushuka hadi karibu nyuzi joto hasi 224. Hilo ndilo joto la chini kabisa kuwahi kupimwa kwenye angahewa ya sayari yoyote katika mfumo wa jua. Na hapo ndipo fumbo la kwanza linapoanzia. Neptuni ipo mbali zaidi ya jua kuliko Uranusi. Kwa mantiki ya kawaida, Neptuni ndio inapaswa kuwa baridi zaidi, lakini sivyo ilivyo. Kwa miongo minne, wanasayansi walijiuliza swali moja: joto la ndani la Uranusi liko wapi? Jibu la swali hilo litakushangaza, na tutalifikia mwishoni wa safari hii. Kwanza tunapaswa kurudi nyuma mpaka usiku mmoja wa mwaka 1781, usiku ambao mwanamuziki mmoja aliyependa nyota alibadilisha historia ya sayansi milele. Tangu zama za kale, binadamu walijua sayari 5 tu zinazoonekana kwa macho: Zebaki, Zuhura, Mirihi, Mshtarii na Zohali. Ukiongeza dunia yetu, kwa jumla ilikuwa sayari 6. Hakuna aliyefikiri kwamba kuna sayari nyingine zilizojificha gizani mpaka usiku wa tarehe 13 Machi mwaka wa 1781. William Herschel, mwanamuziki wa Kijerumani aliyeishi Uingereza, alikuwa akitazama nyota kwa darubini aliyotengeneza mwenyewe nyumbani kwake.
Ghafla aliona kitu kisicho cha kawaida, kitu kilichoonekana kama duara ndogo badala ya nukta ya nyota. Mwanzoni alidhani ni nyota mkia. Wanaastronomia walipofuatilia mwendo wake walitambua ukweli wa ajabu. Haikuwa nyota mkia, ilikuwa sayari mpya, sayari ya kwanza katika historia ya kugunduliwa kwa darubini. Na kwa ugunduzi huo mmoja, ukubwa wa mfumo wa jua uliojulikana na binadamu uliongezeka karibu mara 2. Herschel alitaka kuita sayari ile Georgium Sidus, nyota ya mfalme George wa 3 wa Uingereza. Wanaastronomia wa nchi nyingine walikataa. Mwishowe ikapewa jina Uranusi ama Uranus kwa kimombo, mungu wa anga wa Wagiriki wa kale. Na mpaka leo ndio sayari pekee iliyopewa jina kutoka kwenye miungu ya Kigiriki badala ya miungu wa Kirumi. Kuna jambo la kushangaza zaidi kuhusu ugunduzi huo. Uranusi unaweza kuonekana kwa macho matupu katika anga yenye giza kamili. Watu waliiona kwa karne nyingi kabla Herschel. Mwanaastronomia John Flamsteed aliorodhesha kama nyota mwaka wa 1690, karibu miaka 100 kabla ya ugunduzi wake rasmi. Kwa sababu inasonga polepole sana na mwanga wake ni hafifu, kila mtu alidhani ni nyota ya kawaida. Sayari nzima ilikuwa ikiangalia machoni na hakuna aliyetambua. Karne 2 baadaye, mwezi Januari mwaka wa 1986, chombo cha anga cha Voyager kilipita karibu na Uranusi. Mpaka leo, hicho ndicho chombo pekee kilichowahi kuitembea, na kilichokiona kilioshangaza wanasayansi. Kwa nje, sayari ile inaonekana kuwa tulivu kupita kiasi. Duara la samawati hafifu karibu bila alama yoyote wala dhoruba zinazoonekana. Chini ya utulivu huo kulikuwa na mambo ya ajabu. Uga wake wa sumaku ulikuwa umeinama kwa karibu nyuzi 59 kutoka kwenye mhimili wake wa mzunguko, na hautoki katikati ya sayari. Ni kana kwamba sumaku ya sayari hiyo imewekwa pembeni na kuinamishwa. Mpaka leo wanasayansi hawajui kwa uhakika ni kwa nini. Kisha kuna pete zake. Ndiyo, Uranusi pia ina pete. Ziligunduliwa mwaka wa 1977 kwa bahati. Wanaastronomia walikuwa wakitazama nyota mmoja ikipita nyuma ya Uranusi. Kabla na baada ya sayari kupita mbele ya nyota hiyo, ulizimika na kuwaka mara kadhaa. Kitu fulani kilikuwa kinazuia mwanga huo. Vilikuwa ni pete. Leo tunajua kwamba Uranusi ina pete 13 zinazojulikana, nyembamba na nyeusi kama makaa. Lakini kubwa kuliko yote ni hili: Uranusi imelala kwa upande. Karibu kila sayari huzunguka ikiwa imesimama wima au imeinama kidogo. Dunia imeinama kwa nyuzi 23.5, na mwinamo huo ndio unatupa misimu yetu. Uranusi imeinama kwa karibu nyuzi 98, yaani mhimili wake umelala karibu sambamba na njia yake ya kuzunguka jua. Badala ya kuzunguka kama pia iliyosimama wima, inazunguka kama mpira unaovingirika chini. Swali ni je, nini kilitokea? Nadharia inayokubalika zaidi ni hii: mabilioni ya miaka iliyopita, kitu kikubwa, huenda chenye ukubwa wa dunia, kiligongana na Uranusi na kuiangusha upande. Mgongano huo mmoja ulibadilisha kila kitu. Kwa sababu ya kulala huko, msimu wa Uranusi ni wa ajabu kupita kiasi. Kila msimu huchukua karibu miaka 21. Kwa ncha yake, jua huangaza kwa miaka 42 mfululizo, kisha giza la miaka 42 hufuata. Hebu fikiria hilo. Na hatujamaliza, kwa sababu Uranusi ina miezi mingi. Hadi sasa miezi 29 imegunduliwa. Wa hivi karibuni kabisa aligunduliwa mwaka wa 2025 kwa kutumia darubini ya anga ya James Webb. Na tofauti na miezi mingine ya mfumo wa jua iliyopewa majina miungu, miezi ya Uranusi imepewa majina ya wahusika kutoka tamthilia za William Shakespeare na mashairi ya Alexander Pope. Titania, Oberon, Ariel, Umbriel na Miranda ndio baadhi ya majina ya miezi hiyo. Na kati yao wote, Miranda
ndiyo wa ajabu zaidi. Uso wake unaonekana kama vipande vya fumbo vilivyounganishwa vibaya, kana kwamba mwezi huo uliwahi kuvunjika kisha ukajiunga tena. Na juu ya uso wake kuna Venera Rupes, jabali refu kuliko yote katika mfumo wa jua. Linakadiriwa kuwa na urefu wa hadi kilomita 20. Hii ni zaidi ya mara 10 ya kina cha Grand Canyon. Na kwa sababu ya mvuto mdogo wa gravity wa Miranda, kama ungeanguka kutoka kwenye kilele cha jabali hiyo, ungechukua karibu dakika 12 kufika chini. Fumbo moja kubwa bado linabaki, fumbo lililowasumbua na sayansi tangu Voyager 2 ilipopita mwaka wa 1986. Joto la ndani la Uranusi linatoka wapi? Na jibu lake lililopatikana hivi karibuni tu linabadilisha jinsi tunavyoiona sayari hii. Wakati Voyager 2 ilipopima Uranusi mwaka wa 1986, ilionekana kana kwamba sayari hiyo haitoi joto lolote la zaidi kutoka ndani yake. Mshtarii hutoa joto la ndani, Zohali pia. Hata Neptuni hutoa joto zaidi ya mara 2 ya ile inayopokea kutoka kwa jua. Lakini Uranusi ilionekana kama imekufa ndani, baridi, kimya. Kwa karibu miongo minne, hiyo ilikuwa mojawapo ya mafumbo makubwa ya sayansi ya sayari. Baadhi ya wanasayansi walidhani kwamba ule mgongano mkubwa ulioangusha sayari hii kwa upande ndio uliomwaga joto lake la ndani mapema mno. Kisha mwaka wa 2025 jibu likaja. Wanasayansi walipochambua upya data za miongo kadhaa kwa kutumia mbinu mpya ya kompyuta, waligundua kwamba vipimo vya awali havikuwa na picha kamili. Uranusi kwa kweli hutoa joto la ndani. Hutoa karibu asilimia 12 hadi 15 zaidi ya nishati inayopokea kutoka kwa jua. Ni kidogo ikilinganishwa na sayari nyingine kubwa, lakini si sufuri. Fumbo la miaka 40 limeanza kufumbuliwa. Swali lilobaki ni kwa nini joto lake ni ndogo kiasi hicho ikilinganishwa na Neptuni. Hilo bado halijajibiwa kikamilifu, na ndiyo maana wanasayansi wanataka kurudi kwenye sayari hii. Je, binadamu watawahi kufika Uranusi? Kwa vyombo vya roboti, jibu ni ndiyo. Tayari tushafanya hivyo mara moja. Hata hivyo, safari ya kwenda huko si ya mchezo. Voyager 2 ilichukua karibu miaka 9 kufika Uranusi. Na kama Neptuni, Uranusi hauna uso wa kutua. Chombo kingezama ndani ya angahewa lake na hatimaye kupondwa na shinikizo kubwa. Habari njema ni hii. Mwaka 2022, wanasayansi wa Marekani walitangaza kwamba misheni ya kwenda Uranusi ndiyo kipaumbele cha kwanza katika misheni kubwa za NASA kwa mwongo ujao. Misheni hiyo inaitwa Uranus Orbiter and Probe. Ikitekelezwa, itakuwa mara ya kwanza kwa chombo cha binadamu kuzunguka jitu hili la barafu. Na kuna sababu nyingine inawafanya wanasayansi wasisimke. Tafiti za hivi karibuni zinaonyesha uwezekano kwamba baadhi ya miezi mikubwa ya Uranusi kama Titania na Oberon huenda ina bahari za maji ya kumiminika chini ya barafu yake. Mpaka sasa hakuna ushahidi wa moja kwa moja. Na popote penye maji ya kumiminika, swali la uhai huibuka. Na hilo pekee linatosha kuifanya safari ya kurudi Uranusi kuwa ya dhamani. Kadri tunavyoendelea kuchunguza mfumo wa jua, ndivyo tunavyogundua kwamba kila sayari ina somo lake. Mirihi hutufundisha kuhusu uwezekano wa makazi ya baadaye. Mshtarii hutufunza kuhusu nguvu za mvuto na uundaji wa sayari. Zohali hutufundisha kuhusu uzuri wa pete na miezi yenye bahari za ajabu. Neptuni hutufundisha kwamba hata mwisho wa mfumo wa jua si mwisho wa ugunduzi. Lakini Uranusi hutufundisha kitu tofauti kabisa. Hutufundisha kwamba mahali panapoonekana tulivu na pamesahuliwa panaweza kuwa pameficha siri kubwa kuliko zote. Kwa zaidi ya miaka 240 tangu kugunduliwa kwake, Uranusi imetembelewa mara moja peke yake kwa saa chache pia. Karibu kila kitu tunachokijua kuihusu kinatokana na siku hiyo moja ya mwaka wa 1986 na darubini zinazoitazama kwa mbali. Sayari nzima imelala kwa upande, ikizunguka jua taratibu, ikisubiri kwa utulivu mpaka tutakaporudi.
Na siku tutakaporudi, ni nani anajua tutakachokikuta? Mwezi wenye bahari iliyofichwa, jibu la fumbo la joto lake, au siri ambayo hatujawahi hata kuifikiria. Asante kwa kuungana nami katika safari hii. Kama umejifunza jambo jipya, usisahau kupenda video hii, kujiunga na Afrika Imara na kushiriki video hii ili watu wengi zaidi wajifunze kuhusu maajabu ya ulimwengu huu, kwa sababu kila safari tunayofanya kuelekea anga za mbali huturudisha na swali moja kubwa zaidi: ni siri ngapi bado zinatusubiri huko nje? Asanteni.